Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni Jumapili ya kwanza baada ya ufunuo ambayo tumepewa ujumbe unaosema ubatizo wetu. Ubatizo wetu. Tafakari yetu itakayotuongoza ni hiyo kwa juma hili. Na kwa mfululizo huo tunajaribu kujifunza ama kuona ni nini neno ubatizo. Kwa pindi tunajua tu wewe mtu mzima uliyebatizwa zamani alafu ukapata kipaimara na wakati mwingine unashiriki na sakramenti na kula chakula cha Bwana hapa, basi utakuwa unaelewa neno ubatizo. Bwana Yesu asifiwe. Tumepewa neno la kutafakari kutoka kitabu kile cha Luka sura ile ya 20. Luka mtakatifu, Injili kama alivyoandika mwinjilisti huyu Luka sura ile ya 20 mstari ule wa kwanza mpaka wa 8. Kwa sababu si masomo mageni kwetu, tutaenda kwa spidi fulani tu, ila Mungu akupe kufahamu tutakachofunza. Luka sura ile ya 20 mstari wa kwanza mpaka ule wa 8. Maneno ya Mungu yanasema hivi: ikawa siku moja alipokuwa akifundisha watu hekaluni na kuhubiri habari njema, mkuu wa makuhani na waandishi pamoja na wazee walimtokea ghafla, wakamwambia wakisema, tuambie, unatenda mambo haya kwa mamlaka gani? Tena ni nani aliyekupa mamlaka hii? Akajibu akawaambia, nami nitawauliza ninyi neno moja, niambie, ubatizo wa Yohana, je, ulitoka mbinguni au kwa wanadamu? Wakahojiana wao kwa wao wakisema, kama tukisema ulitoka mbinguni, atasema basi mbona hamkumwamini? Na tukisema ulitoka kwa wanadamu, watu wote watatupiga kwa mawe, kwa kuwa wamekubali Yohana kuwa nabii. Wakajibu kwamba hatujui ulikotoka. Yesu akawaambia, wala siwaambii nini ni kwa mamlaka gani mnatenda mambo haya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tafsiri na tafakari ya neno hili la ubatizo wetu. Cha kwanza, neno ubatizo ni ile hali ya kukufanya wewe kuwa mtu mpya. Kuwa mtu mpya baada ya kuzaliwa kama mwanadamu kawaida, ulitengenezewa mfumo wa kuishi katika ulimwengu huu ukiwa mtu uliyenunuliwa kwa gharama ya damu ya Yesu. Kwa maana nyingine ni lazima ukubali kubatizwa. Haleluya. Na ubatizo tunaobatizwa nao huu tu. Enendeni. Ilikuwa ni agizo. Mwambie jirani yako, lilikuwa ni agizo la Yesu akiwafundisha wanafunzi wake ya kwamba sasa hatua inayofuata ni ninyi mwende ulimwenguni mote mkawafanya watu wote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la nani? Ndio ubatizo tu huo. Mkifuatilia historia hii mtamwona yule mkuu, yule Mfarisayo tajiri mmoja anayemwendea Yesu afanye nini ili aweze kurithi uzima wa milele. Yesu anamwambia, unazijua amri. Haleluya. Akamwambatanishia na vinginevyo vingi tu, lakini cha mwisho akamwambia lazima uzaliwe mara ya pili. Akamwambia, inawezekanaje mtu wa umri huu kurudi tena tumboni mwa mama na nizaliwe tena? Kuzaliwa mara ya pili ni kutengenezwa, kuondoshwa katika hali ile ya dhambi, kwa sababu uzao ule wa Adamu ulitengenezewa mazingira ya kila mtu kuwa ni mwenye dhambi. Lazima Yesu aje. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako, hatuna uzima kama Yesu hakuja duniani. Kwa hiyo ni lazima ukubali kuwa ni lazima uzaliwe mara ya pili kwa kubatizwa kwa imani, kuwa mtu mpya. Bwana Yesu asifiwe. Leo ninachosema mtu wa Mungu, lazima utengenezwe kwa mtu mpya tu. Njia pekee kuamini. Kumwamini
na Yesu aliyefanya nini? Aliyemtuma. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mazingira yakatengenezwa hivyo. Kwa hiyo unaposikia habari ya ubatizo, kisiwe kitu kigeni. Kigeni kiwe ni hichi, unauishije huo ubatizo? Unauishije? Hatua zako je, ndani ya kutembea ndani ya Ukristo ulio nao na baada ya kubatizwa? Maana watu wote wengine wote tumeishia pale kwenye kubatizwa tu, lakini ndani yetu tunatoa ushuhuda wa namna gani? Unajua kuna mtu anakutazama na kuona wa kawaida, mwambie wewe ni si wa kawaida. Kimkekwele ngioki. Mwambie mimi si wa kawaida. Nimenunuliwa kwa gharama ya damu ya Yesu. Na ndio maana unaishi mtu wa Mungu. Inawezekana wanakutazama kwa namna hiyo, wanakuangalia ulivyo, lakini ndani yako umebeba kitu cha thamani kwa wale waliotengeneza huo mfumo kuishi hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Hatua zako ni kama zile za wakoma walioingia kule kwa Washami, wale wakakimbia. Vishindo vyako ni vya ajabu. Unapokanyaga wewe ni wa tofauti. Haleluya! Na sababu ya kuonea aibu ubatizo wako, na sababu hata kidogo. Mahali ambapo umeona huwezi kupanda huo mlima, mwambie jirani yako, mimi napandishwa tena kwa viwango kwenye ile miamba mirefu niliyoshindwa kupanda, maana mimi si wa kawaida. Ninayo neema, nimebatizwa, ninaitwa mwana wa Mungu, nimezaliwa upya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Endelea kuishi hivi unavyoishi. Endelea kuwatazama watu wa Mungu kula na kama shauri yako, tabaki hapo sifuri tu. Wenye neema hawageuki nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Hawageuki. Wenye neema hii ya ubatizo hawaulizi maswali mengi. Wanachotamani ni saa ifike, ni saa ifike ya kukaa patakatifu pa Bwana. Ndio maana utakuta ndoa za wale wanaoamini Mungu nastawi tu. Utakuta watumishi wanaohubiri Kristo kweli wananenepa miili, hata kama wanakula vyahaba. Haleluya! Wananenepa nini? Miili. Hawana shida. Tuna shida gani sisi? Hata wakakuita wa aina gani, lakini pote ya mbali hatutageuka nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Mstari huu wa kwanza anasema, ikawa siku moja alipokuwa akifundisha watu hekaluni na kuhubiri habari njema, wakuu wa makuhani na waandishi pamoja na wazee walimtokea ghafla. Nini kinatokea? Ghafla ile ilikuwa inatengeneza aina ya kushtaki. Tunapofundisha mafundisho haya, utakuta mbele ya safari ya kalenda zetu za kanisa na miongozo yetu tulio nayo, utakuta sasa tutafika jinsi safari inapoanza mpaka kufia msalaba. Kwa hiyo wanaanza kumtengenezea chuki tu. Na ndio maana utaona anauliza, unafanya haya mambo kwa mamlaka gani? Nani amekupa kibali? Free kitu gani? Nira. Sawa sawa na jinsi ambavyo pale nyumbani kwako kiomba usiku. Hapo jamani, bado. Hivi waliopanga vyumba huko hapa, wapangaji mpo sio? Si mnaona mkiomba usiku mnavyosumbuliwa hivi? Tumzie kelele. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Hawataki. Ndio watakuuliza kwa nini usiku wote na hawakuulizi, na saa ingine wanaambiana. Sasa ndani ya miongoni mwenu huko kuna kielele, mwambie acha kielele jirani. Sisi tunasali tu. Bwana Yesu asifiwe. Wanaleta kielele kukushtaki ili kukutoa kwenye uwepo na kufanya kukufisha, kukutoa kwenye hatua ya kusonga. Tunachokitafuta ni ufalme wa mbinguni. Si kingine, lakini wanakasirishwa na kuomba kwako usiku. Lakini wakisikia ukipigana na mke, ukipigana sijui na nani, wanakifurahia na kuja kimeanza. Mbona walishia hapo? Unasitendele. Haleluya!
jirani yako, acha vibaya ipite. Kwani sikuna hata aliyekuwa anagombana jana usiku, jirani yake amekesha dirishani akisikilizia tu. Alafu ninapomaliza ingeendelea bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ingeendelea, wanatamani hayo mazuri hayapo. Hawa wanamtokea Yesu ghafla kumfisha na kumkatisha tamaa. Wanakutana na jabali. Mwambie jirani yako, Yesu ni jabali. Ni jiwe juu ya jiwe. Halitikisiki. Linapotoa majibu, linatoa majibu yaliyonyooka na hakuna kigeugeu ndani ya majibu ya Yesu. Haleluya. Mzee wa kanisa akienda kwa mtu akimsumbua, mwambie okay, hivyo sasa sikia, sisi tena. Kwani unaenda kumwomba huko? Uendi tena. Na mnisikie watu wa Mungu, msiwatese hawa watu wa Mungu. Unafahamu nafasi yako. Unafahamu wajibu wako. Unafahamu nini unapaswa kukifanya. Kwa nini ufuatwe sadaka za umoja? Sijui mchango, sijui kwa ajili ya kitu gani. Tumesema hapa, sijui kwa ajili ya kitu gani. Mpaka tuje tubishoni huko nyumbani kwako, na saa wengine ni wale wanao. Haya bwana. Haleluya. Unaenda kwa mtu mpaka unajistaajabisha, nini nimefanya huko? Fahamuni nafasi zenu. Tusiwatokee ghafla kama waandishi hawa. Bwana Yesu asifiwe. Usikubali mtu aifahamu shida yako. Usiruhusu. Mwinjilisti anapojua shida yako, unajua anachekelea, alafu anajitukuza wewe. Alikuja mtu, maana hatutaishia hapo. Tutaanza kumuuliza, hii historia ya huyu mtu mzee Lema, historia ya huyu mtu unaijua? Nani huyo? Huyu mtu amekuja hapo bwana, amekuja na shida hii yake mbare. Tayari tumeshatangaza. Bwana Yesu asifiwe. Amepigwa. Piga nini matazamini huko chumbani? Mwaamua kuonyesha show hizo ambazo wanazipenda. Mimi nataka nikubadilishe mtu wa Mungu na kukutia moyo kwamba badala ya kupigana, badala ya mashindano na magombano, najua hakuna mtu mkamilifu. Si ndivyo tulivyo watu wa Mungu? Nani mkamilifu? Nyosha mkono wako juu.